story kutoka kwa mwanadada mfanyabiashara Jacqueline Wolper bwana amezungumza kuhusu kile ambacho kimetokea kwa wadogo zake Nifa pamoja na Frevani kwenye biashara. Amezungumza kwamba mengi yalizungumzwa sana na wengine wakimshambulia Nifa baada ya kuposti nguo ambayo ipo dukani kwake na kwa Faima pia ikiuzwa kwa bei za tofauti. Unaambiwa bwana gauni ya Faima gharama yake ni shilingi milioni 1. Huku gauni ya Nifa ikiuzwa kwa 350,000. Kumbuke ni bidhaa moja inayofanana. Wolper ameeleza kuwa Faima ni mtu ambaye anapenda kuuza vitu vyenye ubora, quality, na Nifa ni mfanyabiashara, yeye huangalia zaidi maslahi. Pia amefunguka kuwa siri kubwa kwenye biashara, ukiweka gharama ndogo kwenye bidhaa unapata wateja wengi, utauza mzigo kwa haraka na utaisha kwa wepesi zaidi. Lakini utakapoweka bei kubwa utatenga aina ya wateja ambao unataka wakufikie na wale ambao hawawezi kukufikia kwa sababu ya gharama ambazo umeziweka. Ameeleza zaidi Nifa huenda ametumia usafiri wa meli. Maneno haya anayazungumza Jacqueline Wolper, anasema Nifa huenda ikawa ametumia usafiri wa meli ambayo usafiri wake gharama huwa ni ndogo sana, lakini changamoto kubwa ni mzigo kuchelewa kufika ambapo unachukua zaidi ya mwezi na zaidi. Sasa mzigo kama huo unaoagiza kupitia unakuja kwa njia ya meli unachukua muda mrefu, lakini ukija unaweza kauza kwa bei nzuri na watu wakachukua mzigo na ukaisha. Lakini kwa Faima huendeka pia ametumia ndege, na tunafahamu kwamba ndege ni gharama sana, usafiri ni usafiri wa haraka, mzigo unafika kwa haraka lakini gharama ni kubwa. Ndio maana mzigo wa Faima umeuzwa kwa shilingi milioni 1 kwa gauni moja, lakini gauni hilo ambalo linafanana na gauni ambalo liko kwenye duka la Nifa limeuzwa kwa shilingi 350,000. Umeona tofauti? Hicho ndicho ambacho amekizungumza zaidi Jacqueline Wolper kuhusiana na magomvi ambayo yanaendelea kwa mabinti hawa ambao ni wafanyabiashara wapambanaji kweli ambao wameamua kuwekeza pesa zao kwenye mambo kama hayo. So wewe utachagua ukanunue wapi, utakapoona pana kufaa fresh kanunue, lakini ameeleza kwa zaidi kulingana na mitindo ya biashara na namna ambavyo watu wana harakati zao kwenye biashara. Una maoni gani kuhusiana na ufafanuzi wa Jacqueline Wolper kuhusiana na wafanyabiashara hawa wadogo zake na kuweza kuwashauri zaidi? Tuandikie hapa. Mimi naitwa Katie, the air personality. Hii ni Saint TV.